imeshuka. Umemsikia udada alivyougua, nguvu ya Mungu imeshuka, ameenda chini. Nimesema sio kila kuanguka ni mapepo, ila nguvu ya Mungu ikijaa kwa wingi ndio inarekebisha mfumo. Si unaona wewe dada, magonjwa yote kuisha, kila kitu. Yaani Roho Mtakatifu ndio dawa, sio kuombewa. Sasa Roho Mtakatifu haingii bila toba. Toba ni kugairi dhambi. Na ndio maana tulitengeneza na Mungu hapa kwamba watu ambao hawajawa waaminifu mafungu ya 10 hawajatoa sadaka. Sasa inawezekana utakuwa umeombewa, inawezekana mara yako ya kwanza kuja hapa umeombewa sana hujapona. Dawa ni toba. Jiulize, je, umekuwa mwaminifu mafungu ya 10? Na hiyo ndio nishaitoa ushuhuda sana. Mafungu ya 10 ndio yanasababisha usipotoa mapepo yanakuja, yanakushambulia. Kwa hiyo ukitaka kupona sio kuombewa, ni toba. Ukitubu, najua hapa wengi mmetubu na ndio maana mmepona, na ndio maana kuna furaha kubwa mahali hapa. Yaani hapa mimi wala sina kazi. Na unaona tayari siku tulivyosema tukemee mizimu mapepo, wala hakuna aliyelipuka zaidi hapa. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo mwingi kanisani hapa. Sasa msizimishe, mwambie jirani, usizimishe hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana amesisitiza pale kijana wetu mwingine anasema, jamani mje kwenye mkesha. Huna sababu ya kukosa kwenye mkesha. Unaweza kuweka mkesha wako binafsi, unaweza kuweka mkesha wa kanisa, wa idara, usijua vikundi. Njoni kwenye mkesha. Tunachochea Roho Mtakatifu kwa maombi. Sasa sio ujumbe wangu, lakini ujumbe wangu ni kuhusu unyakuo wa kanisa. Nitazungumza kwa ufupi sana. Inawezekana umesikia mafundisho haya. Unyakuo wa kanisa, muda wowote tutaondoka kwenye dunia hii kwa muda. Tunaposema unyakuo ni tendo la kuondolewa kwa muda duniani ili kupisha hasira ya Mungu juu ya dunia. Dunia hii inaenda kupigwa, inaenda kuchakazwa, haijawahi tokea. Hatuna mji udumuo kwa muda huu. Hiyo dhiki kuu itakuwa ni miaka 7. Imegawanyika miaka 3.5 ya kwanza, miaka 3.5 ya mwisho. Ili ujue mambo ya dhiki kuu yatakayotokea baada sisi kuondolewa, soma na kupa homework, kazi ya nyumbani. Kasome Ufunuo sura ya 6 mpaka sura ya 18. Hayo ni matukio ambayo yatatokea baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tunapozungumzia unyakuo, ni tendo la Mungu kutuondoa duniani, kutuweka pale juu angani. Unyakuo ulikuwepo tangu Agano la Kale. Mungu alipotaka kuadhibu dunia, alimnyakua Nuhu, akamhifadhi kwenye safina. Tunaelewa Mungu anapoona dunia imeharibika, ukisoma ile Mwanzo sura ya 6 yote utaona dunia ya kwanza iliharibika. Mungu akasema, nimegairi kwa sababu nimemfanya mwanadamu kwa sababu ya maovu yake. Yaani Mungu anapoona dunia imeharibika, anaamua kuwatoa watu wake kwa muda, alafu anaangamiza. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6, Mungu alipogairi, alikuwepo mtu mmoja mwenye haki anaitwa Nuhu. Na ndio sawa na wewe Nuhu wa leo. Na ndio maana ni muhimu kujaa Roho ili akujulishe, kwa sababu Mungu, Nuhu alikuwa ni mwenye haki. Aliweza kusikia sauti ya Mungu. Jamani, mnaelewa? Ukiwa mtakatifu, ukijaa Roho, utasikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Nuhu alikuwa amejiepusha na dhambi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawasiliana naye. Akasikia sauti na mwambia, mwisho wenye mwili umekaribia, wewe Nuhu tengeneza safina. Na ndivyo alivyo sasa hivi. Mungu anatuambia anaenda kuharibu dunia hii. Hakuna rais wala mfalme atakayeweza kuhimili, kwa sababu hii dunia inatenda maovu, imetenda maovu. Sasa Mungu amechoka. Sasa kabla hajaangamiza, lazima ipige dunia. Na anayefanya kazi ni Yesu. Jamani, Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni tendo la Mungu kutuondoa takatifu duniani ili kupisha ghadhabu ya Mungu. Unaposikia unyakuo, ni tendo la Mungu kutaka kuwaepusha watakatifu. Kwa hiyo alimwepusha Nuhu, akamhifadhi kwenye safina. Na ndivyo atakapotuepusha sisi, kutuhifadhi pale juu angani. Hata wakati ule Sodoma na Gomora, ukisoma Mwanzo 18 na 19 yote, utaona Mungu alivyoona Sodoma na Gomora, dhambi zimezidi. Dhambi zimezidi. Msikie. Dhambi zimezidi. Wasaidieni watoto ili kusiwe na kelele. Muda mfupi tu tunarudi.
Wasaidieni watu wetu. Mungu akionaga dhambi zimezidi hata wakati ule wa Sodoma na Gomora, Mungu akatuma malaika kumtoa Lutu Sodoma na Gomora. Alipomtoa akamhifadhi Soari. Ina maana Mungu anaheshimu sana watakatifu, anaheshimu mtu mwenye haki. Ili kitakacho kufanya wewe unyakuliwe, jambo la kwanza ni kuwa mtakatifu. Lakini sio utakatifu tu, jambo la pili ni kujaa Roho Mtakatifu. Haitoshelezi kuokoka na kuishi maisha marefu, lazima uruhusu nafsi ya tatu, hiyo ndio itakayetunyakua pale juu. Kwa hiyo tunajazwa Roho sio kwa ajili ya kushinda dhambi tu, vishawishi na majaribu, lakini lengo kubwa ili itatusaidia, itatuwezesha kutunyakua pale juu. Na hii ni hasara, usipojazwa Roho hutaweza kunyakuliwa. Na ndio maana tunakazania kujaa Roho, kwa sababu ndio ndege, ndio mafuta ya kwenda pale kumlaki Bwana harusi pale mawinguni. Na muda sio mrefu Yesu anarudi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na tendo hili Mungu la kuwakinga watu wake, Bwana Yesu alilisema katika Ufunuo 3:10. Nasema hivi. Kwa hiyo swala la kuondolewa watakatifu alilisema. Ufunuo 3:10 anasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, yaani sisi hapa, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. Hiyo ni saa ya kuharibiwa ulimwengu, sawa? Ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya uso wa nchi. Yesu anazungumza, anasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, umevumilia taabu, umevumilia mateso, anasema mimi na nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Hii dunia inaenda kuharibiwa. Haya majengo marefu unayoona yote haya yanaenda kuharibiwa. Majengo marefu duniani yanaenda kupigwa. Soma Ufunuo 6, sina muda kuzungumza, hadi 18 utaona mapigo ya ambayo Mungu ataipiga dunia, mapigo karibu 21. Mapigo 21, mapigo makubwa. Hilo tendo Mungu atalifanya ili kuonyesha nguvu yake na uweza wake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kanuni ya Mungu akitaka kuadhibu dunia, hebu nisome ile Mwanzo 6:5 hadi 8. Nisome pale uone. Akitaka kuadhibu dunia mahali, anamjulisha mtu wake, alafu anamuondoa na anamhifadhi mahali. Kwa hiyo anakujulisha, anakuondoa, anakuhifadhi. Vitu vitatu. Yaani kwa watakatifu tunajulishwa, anatuondoa, anatutunza. Sawa? Kwa hiyo basi, hebu nisomee Mwanzo 6:8 hadi 5 hadi 8. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akanena, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba uso pa nchi, usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na dhahiri ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ishi hapa. Kwa hiyo unaona, mwanzo Mungu anasema akaona maovu ya mwanadamu ni mengi. Ulimwengu wa kwanza, yaani Mungu alivyo akiona maovu mengi kama alivyo sasa hivi. Sasa hivi kuna mambo machafu, uchawi wa waziwazi, ushirikina, ulawiti, usagaji, ushoga na vitu vingine. Sasa haya mambo Mungu imefika mahali kikombe kimejaa. Na ndivyo hivyo kwa ulimwengu wa kwanza. Anasema Bwana akagairi. Yaani inafika mahali Mungu anaenda kugairi juu ya dunia. Yaani anaenda kugairi, kwa sababu sasa hivi swala la kuuana, vita kila mahali, kuua mwanadamu ni kitu cha kawaida. Watu wamezoea, hawana huruma tena watu. Kwa hiyo kinachoenda kutendeka sasa hivi, Mungu anaenda kufutilia wenye dhambi. Na wakati wa huo, baada ya kanisa kunyakuliwa, kitakachofanyika ni nini? Jamani, Yesu atakapokuja mara ya kwanza, yaani atakaporudi, hata kanyaga duniani. Ujio wa Yesu wengi wanategemea ataonekana moja kwa moja. No, anakuja kwanza kwa ajili ya kutuondoa. Hata kanyaga duniani
tukija kama tutakuwa tuko hai hivi, tunabadilishwa. Na ndio maana wewe kama uko tayari, ishi maisha matakatifu, ufe katika utakatifu, ili atakapokuja kutoa huku kaburini, alafu ungane na hawa walio hai, tumlaki pale Bwana mawinguni. Jana akija kwanza hataonekana na dunia, ni watakatifu tu. Ndio maana sisitiza kujazwa Roho, kwa sababu atakapokuja atakaa angani, kutoka mbinguni atakaa angani, hataonekana, ila sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu itakaopigwa, wale waliojaa Roho wataisikia. Na ndio maana ni muhimu usikie Roho Mtakatifu huwa anasema. Jamani, mnaelewa? Si watu wameshuhudia hapa, nimesikia. Mungu akaniambia ndio huyo. Jamani, mnanielewa? Hebu tusome maandiko Thessalonike wa kwanza, nisome sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17. Uone haya ninayosema. Bwana Yesu atafanya nini akija? Hataonekana kwanza. Anakuja kwa ajili ya sisi kwanza, tuliochaguliwa, tuliookoka, ni watakatifu. Thessalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17. Soma. Sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17. Tunasema, lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, yaani waliokufa. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Sikiliza, anasema kwa sababu Bwana, Paulo anamwambia kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka wapi? Mbinguni. Pamoja na mwaliko. Na sauti ya malaika mkuu. Sauti ya malaika mkuu, malaika Mikaeli. Na parapanda ya Mungu. Na parapanda hapo kwanza. Ina maana hapo Bwana mwenyewe atashuka kutoka wapi jamani? Mbinguni. Pamoja na nini? Na mwaliko. Na sauti ya malaika mkuu. Mnanielewa? Na parapanda ya Mungu. Mwaliko atakaotoa, sijui ni malaika Mikaeli au ni nani? Jamani, mnanielewa? Na parapanda ya Mungu. Sasa haya mambo ni ya kiroho. Sijui mnanielewa? Haya mambo ni ya kiroho, ndio maana nasema ujazwe Roho. Endelea. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ina maana tukio litakalotokea muda wote kuanzia sasa ni swala la Yesu kurudi kutoka wapi? Yuko juu kule, atashuka, atakuwa angani, hatateremka kanyaga hapa kwanza, hatua ya kwanza. Sasa atakachofanyika atawafufua hao, na kufufuka atakapotoka itatoka miili ya kiroho, sio maji, itadunia, itatikisika. Ni miili inachomoka tu. Jamani, mnaelewa? Inatoka huko, wanatokea wale waliokufa kule, si baharini, si mitoni, kwenye ziwa, wanatoka cha, lakini ni tendo la dakika moja. Alafu wao tunabadilishwa miili, tunachukua miili ya kiroho, tunaondoka wote pamoja. Ni tendo la dakika moja, na hili litaliza dunia. Mnanielewa? Tukio hili litatokea muda sio mrefu, kwa sababu nabii zote zimetimia, na kitakacho kufanya wewe unyanyuke na kubadilishwa hapa ni Roho Mtakatifu. Kama msike, mnanielewa? Roho Mtakatifu ndiye atakayetubadilisha. Si mnanielewa jamani? Mnanielewa? Ndio maana kazalia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakayetubadilisha. Kumbuka mfano wa wanawali 10, Mathayo 25 mstari wa 1 hadi 13. Nimezungumza sana. Ule mfano ni wetu sisi. Yesu ni bwana harusi, sisi ni mabibi harusi. Tumealikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Unajua, tukishanyakuliwa tutakuwa kwenye kiti cha hukumu ya Kristo pale juu. Hicho kiti cha hukumu ya Kristo ni kwenye kupimwa kazi tulizozifanya duniani. Pale utapimwa
tunapimwa ulipookoka, ulifanya nini, ulitumika kanisani, ulikuwa unafanya huduma gani. Pale ndio tunapimwa. Pale sasa utapewa taji. Yaani kazi yako itapimwa pale. Pale sio kwenda jehanamu. Pale unapewa taji kwa ajili ya utawala wa Yesu wa miaka 1000. Yaani ukikaa pale miaka 7 itakuwa ni sherehe, harusi, kupewa mataji. Dunia nzima, watakatifu dunia nzima tutakuwa tuko pale tunapewa taji. Hapa duniani kutakuwa na hasira na ghadhabu kuu inaitwa dhiki kuu ya miaka 7. Imegawanyika mara mbili, miaka 3 ya kwanza na nusu, miaka 3 ya mwisho. Na hiyo inaenda kutokea. Jamani, mnaelewa? Mnaelewa? Ili tukio sasa kitakacho kufanya watu nusu wabakie kanisani ni kitu gani? Hawa ni Wakristo wazee. Na Yesu aliwasema Mathayo 25, tumalizia hapo. Mimi nazungumza kwa ufupi leo hapa. Kitakacho wafanya watu wabaki kanisani wasinyakuliwe ni kitu gani? Kutokujaa Roho Mtakatifu. Kumkataa Roho Mtakatifu. Hawa Yesu anawaita Wakristo nini? Wazembe. Kitakacho wafanya watu wengi wabaki wakati wa dhiki kuu, wameokoka, wako kanisani, hawataki kujazwa Roho, ni kutokujazwa Roho ndio kitakacho kufanya ubaki, kwa sababu Yesu yuko katika Roho. Jamani, mnaelewa? Yesu yuko katika nini jamani? Roho. Sasa wengi ukaenda na mwili huu, lazima ubadilishwe na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi. Ile sauti ya mwaliko, atakayesikia ni mtu aliyejaa Roho. Sijui malaika anasema, "Padeni." Labda na ile barabara ya popo. Sasa kama hujajaa Roho utaisikia. Utasikia tu ghafla. Watoto watakuwa wamenyakuliwa wote dunia nzima. Na hapo ndipo sasa ndio bonde la kukata maneno. Atajulikana askofu wa kweli, sijui nabii wa kweli, mtume wa kweli, mwinjilisti wa kweli, mwalimu wa kweli, sijui nani. Hapa ndio penye bonde la kukata maneno. Wa Kristo watajulikana hapo wa kweli. Sasa hivi hapa tunahubiri na maneno, lakini kunyakuo ndio bonde la kukata maneno. Watu watalia watu, na ndio maana kazania Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu ameniambia liandae kanisa kwa ajili ya unyakuo, ninarudi. Wanikubali mimi Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kunyakuliwa. Lakini mchana wa leo yuko Roho Mtakatifu hapa. Yuko siku zote na leo ataitimisha leo. Yuko tayari kuwajaza watu, naona mioyo yao iko tayari kujazwa. Yuko tayari, anasema hatutaki kuwa wanawali wapumbavu. Hatutaki kuwa kama wale wanawali wapumbavu waliotaa zao wasibebe na mafuta. Hebu nisome hiyo Mathayo tukimalizia hapo. Naona uwepo wa Mungu ni mwingi. Mimi nikaombe, nimesema siku zote 5. Mimi sihubiri habari ya kupona nini na nini hapa. Mimi nataka rohoni. Ukishajazwa Roho tu anapona mwenyewe, sawa? Yaani hapo ukishajazwa, wala sikuombe, ukishajazwa Roho tu umepona. Mathayo 25 tumalizia. Mstari wa kwanza, alafu nitakuwa nakuambia achia hapa alafu nitaendelea. Mathayo 25 anasema, "Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara." 5 wao walikuwa nini? Wapumbavu. Mpumbavu ni mtu asiyejali. Asiyejali, careless, hajali. Yaani atilii vitu maanani. Yaani anaweza kaambia kitu ana kitu hapa. Ndio hivyo sasa, sio hivyo. Endelea. Na 5 wenye busara. 5 wenye busara, akili, ufahamu. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao. Wasitoe na mafuta pamoja nao. Unaona, wapumbavu wametoa taa zao. Hawa ni Wakristo ambao wameokoka, wamemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi, lakini hawaikubali Roho Mtakatifu. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao. Wenye busara ni Mkristo ishawe. Mwenye busara, wenye akili ni mtu amekubali kuokoka, amemruhusu Roho Mtakatifu. Tuendelee. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, "Haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki." Mara wakaondoka wanawili wale wote,
wakatengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara kawajibu wakisema, sivyo, hayatotosha sisi nani? Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mtajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Maana ni mfano. Basi shamba. Sasa Yesu amezungumzia mfano, ni mimi na wewe. Yaani hawa makundi mawili wako kanisani, tuko kanisani. Kuna hawa wanawali, na maana sisi tumealikwa sisi kwenye karamu. Pale kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo, ukisoma Ufunuo sura ya 19 inazungumzia ile sherehe. Bwana harusi ni Yesu, sisi ni mabibi harusi. Sasa hawa walioalikwa harusini hao ni mimi na wewe. Lakini hao watano hao wako kanisani, hawajali kwa habari ya kuishi maisha matakatifu, wanachanganya kwa shetani kwa Mungu. Unaona? Yaani kuna watu wengine, usifanye hivyo. Kanisa kwa Mungu, kwa shetani. Usichanganye maji na mafuta. Huko kanisani usichanganye. Alafu hao wako kanisani wanachanganya. Wengine hao wameokoka lakini hawataki kujazwa Roho Mtakatifu. Hawataki. Kwa hiyo ni wanawali ambao wameshika taa zao sawasawa na Yesu, lakini hawamtaki Roho Mtakatifu. Kuokoka ni hatua ya kwanza. Sasa kuendelea kwenye wokovu lazima ufuate zile kanuni. Ufuate miiko ile ambayo ya kiroho ambayo Mungu ametuma, kwa sababu umesema usikae hivi. Ndio maana Yesu aliwaambia, kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kama Yesu mwenyewe alisema, kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Alijua hatutaweza dunia hii. Amen. Jamani, unanielewa? Lakini sio hivyo kwamba tutapata hasara wakati wa kurudi kwake. Kwa hiyo Yesu anapozungumzia tuwe na busara, tuwe na uelewa, tuwe wajanja, tujue dunia ikoje sasa hivi. Hii dunia imeisha. Si unanielewa? Unanielewa? Wakati Yesu amenitokea tena, ile nimepigwa. Maana Yesu huwa anapigaga, si niwaeleza? Hajaji asikofu anakupiga. Yaani ukikosa unapigwa. Unanielewa? Mimi niliacha mikutano sita, nilipigwa ugonjwa. Na nitapiga damu na alisha damu. Ndio maana magonjwa mengine sio dini jamani, sio shetani. Jiulize. Inawezekana umepigwa. Amen. Yesu hajali wewe ni askofu au mchungaji anakupiga. Mimi niliwaalisha mikutano sita, niambia, "Joji, kwa nini umeacha Roho Mtakatifu zingekuja kwako? Kwa nini umeacha kuhubiri?" Ndio nikaacha kwa askofu. Sasa kama mimi nilipigwa, naambiwa nimeacha mikutano sita, nimeahirisha maana sababu ya majukumu ya kiuongozi. Mara uzimkia wachungaji, vikao, mikutano, niliahirisha. Kumbe jambo lile lilimuudhi Mungu. Mimi nilichoitiwa ni mtume na kupanda makanisa na kuhubiri, ndio huduma niliyoitiwa. Hayo mengine ni ziada. Sasa lile tendo la kuahirisha nilipigwa. Sasa kama mimi najifikiria kama mimi niliacha kuhubiri Injili, niliacha kazi nikapigwa, yeye Mkristo wa kawaida itakuwa. Kwa hiyo inapofika kipindi cha makosa, Mungu huwa anaadhibu kulingana na makosa yako. Hajali wewe ni mchungaji, hajali wewe ni askofu, hajali wewe ni mtume, hajali wewe ni nabii. Na ndio maana ukigundua makosa, tubu. Amen. Mimi nilikuwa natabika damu na kuanisha damu, nikaenda hospitali haonekani ugonjwa. Jamani, hizi shuhuda zangu ukiandika kwenye YouTube Bishop George Musa Preacher, utaona yote, siwezi kuelezea yote. Nieleze tu kwa huko. Sasa nilipotabika na mficha mke wangu, siku ya tano nikaenda kupima hospitali ya kwanza, hamna ugonjwa. Hospitali ya pili hamna ugonjwa. Sasa niliporudi natabika chooni, nasikia nikamwambia mke wangu, yaani sisikii chochote, alafu network imekata. Mafungo ya 10 linatoa, lakini naona kama kifo na nasikia harufu ya damu. Alafu na sauti inaniambia unakufa. Kabisa nasikia sauti, unakufa. Lakini mbona sioni ninakoelekea? Unajua kama unasikia unakufa alafu hujui unakokwenda, ni hatari. Na ndio maana lazima ukae hapa mkao tayari, unaweza ukavunwa. Hapa duniani sio petu. Mwambie jirani yako, hapa duniani sio petu mpendwa. Ishi kwa tahadhari. Mwambie ishi kwa tahadhari. Hapa hamna mtu anayedumu
Unanielewa? Hatuna muda mrefu hapa. Kwetu ni kule, sasa tengeneza ya kule. Ukiwa hapa duniani, ishi kwa ujanja, ishi kwa uwiano. Unapata hela, nusu unatumia kwenye kazi, nusu na wewe unajenga vitu vyako. Usijisahau, unajenga tu, hata kanisa ujengi, wewe majumba mengi. Lakini kanisani kiduchu, hasara hii. Unanielewa? Amina. Hapa sisi tunaishi kwa ujanja. Mimi nishaweka agano na Mungu. Hela yangu yote naipata nusu kwenye Injili, nusu nafanya mambo yangu ya kifamilia. Kwa sababu ninajua hapa ninapita. Jamani, mnanisikia kwa nini nakuja? Ili sijui kwa nini nakuja. Na kuna watu wamejisahau. Amina. Ishi kwa tahadhari, mwambie jirani yako ishi kwa tahadhari hapo. Saa yote unavunwa. Sasa lile tendo nikamwambia mtu wangu aje aniwekee mkono. Kuniwekea mkono, nasikia sauti, George Musa, mbona umeacha kazi yako? Nikawa najibizana na ile sauti. Hakuna mtu asiyesikia sauti ya Mungu, ila ujeuri tu. Tunakuaga jeuri. Kama roho tunamsikia, roho anasema. Nikasema wapi? Wakati anaendelea kuomba na kemea. Anaambia umeahirisha mkutano 6. Ni roho ngapi zingekuja kwako? Nikasema baba, si kwa sababu ya uaskofu. Ananiambia wewe, si nikwambia umeingia huko, lakini wafundishe watu waachiwe uaskofu. Sasa uaskofu huku kusini wanasema unanoga, yani mtamu. Kwa sababu heshima, unapewa magari, nini heshima, safari na vitu vingine vingi, marupurupu ni mengi. Nani asiyependa cheo jamani? Lakini Mungu ananiambia, ndio unataka kuendelea kuishi? Nimekupiga. Nasikia sauti ya Yesu, nimekupiga. Kumbe si mahubiri Injili unapigwa. Amina. Si unanielewa? Kuna watu wamelala vitandani kwa sababu hawataki kuhubiri. Hawataki kushuhudia, kutoa hawataki. Sasa maneno sipigi. Sasa kama mimi nilipigwa. Unanielewa? Amina. Unanielewa hapo? Amen. Fanya kazi muda huu, chakalika na Mungu, uwe na muda na Mungu. Fanya kazi ya Mungu, jitoe kwenye kazi ya Mungu. Fanya huduma, fanya huduma, hapa sio pako. Mama yangu una miaka mingi? Dada, una miaka mingi? Dada, 67. Sasa miaka ya kuishi ni miaka 70. Na maana na miaka 3. Kama una nguvu 80, na maana na miaka 13. Unapoishi lazima ufanye evaluation, tathmini. Huna muda mrefu. Sasa jiandae. Mimi 63. Mimi ni mdogo wako. 63. Sasa mimi miaka 63. Ina maana na miaka mingapi? Kwa 77. Kama nitaongezewa 17. Ingawa nimeomba 90. Hiyo ni mapenzi yangu, sio mapenzi ya Mungu. Kwa unapoishi hapa, ishi kwa tathmini. Usiishi kama kuku asiyeelewa kwamba nakudania. Sasa una muda mfupi. Tengeneza. Hili ni neno lako, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia una muda mfupi, ishi maisha safi ya kumtafuta Mungu. Amen. Usifanye mchezo. Una muda mfupi. Usitafute vitu vya dunia hii. Yaani hapa ni kujitakasa. Unaona nafanya jitihada kufanya kazi. Niliambiwa na Yesu akaniambia una muda mfupi George. Naomba miaka 90. Iongezeka angalau 20 ngapi hiyo 27 mbele. Lakini sijui. Sasa unajiandaa. Watu wanajisahau. Lazima ishi maisha matakatifu. Alafu ishi kwa uwiano. Ukipata pesa wekeza kwa Mungu. Huku unajenga. Wekeza kwa Mungu. Mimi hela yangu na mke wangu nilishapatana na Mungu. Tunajenga makanisa, tunanunua viwanja. Tunajua tunachofanya. Si unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Sasa nikisema unaondoka watu wanaogopa sana. Hapa sio petu. Kwani hapa duniani pana raha. Hapa na raha kwa magonjwa, shida zote. Kwa hiyo tunapoishi hapa tuishi kwa tahadhari. Hata kama unafanya biashara ishi kwa, unasoma ishi kwa tahadhari. Unasema sitaki kutenda dhambi. Kwa hiyo lile tendo la kuweka mkono ndio unasikia sauti. Umetenda dhambi. Roho ngapi zingekuja kwako? Anambia nimekupiga. Na kwa sababu umetenda dhambi huku kwangu hufiki. Yaani miaka yote niliyofanya langu miaka mingi kwa sababu ya kutokuhubiri sifiki mbinguni. Nikasema anambia sasa nikaomba toba. Pale nikasema Yesu nisamehe. Sikujali waskofu ndio ni. Uchungaji ndio ni. Kitu kikubwa ni mbingu. Amen. Unanielewa? Vyeo vya dunia hii. Heshima
hapa ni ya dunia hii, huduma zinaishia hapa, kule ni umilele. Nikasema Yesu nisamehe, niongezee miaka ya kuishi, niongezee miaka ya kuishi. Ndio pale damu ikakatika pa toba. Nazungumzia nini? Toba ndio inaponya. Baada hapo naambiwa andika barua ya kuresign ya kuacha. Mimi nikaandika barua 2016. Askofu, mimi basi. Sasa nikwambie, siku ile nimeandika barua ndio napata mwaliko wa kwenda Mozambiki mwezi mzima. Mimi tangu 2016 mpaka sasa nyumbani kwangu nakaa wiki moja au siku 5. Kwani unafikiri kwa nini? Yesu aliponitokea akaniambia fanya kazi yangu, aliniambia muda umeisha, liandae kanisa, zunguka huko na huko. Kwa hiyo hata hapa sijaja kwa bahati mbaya, nimekuja kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Yesu anarudi, yaani muda uliobakia ni mdogo, taabu yote ataondoa. Mshikilie Yesu, yaani anaenda kuondoa taabu. Alafu tukitoka kule miaka 7 tunakuja kutawala naye duniani. Hapa anakuja kuonyesha kusudi ya kutoka duniani miaka 1000. Yaani na maana kabla mbingu mpya nchi mpya kuna miaka 1007. Unanielewa? Tukinyakuliwa tu kuna miaka 7 ya dhiki, alafu kuna miaka 1000 kukaa duniani. Dunia itageuzwa kama Araba, kama bustani ya Edeni, kama alivyoonyesha. Yesu anakuja kuonyesha kusudi la kutumba na kutuweka duniani. Hakutakuwa na maradhi, hakutakuwa na nini. Hayo sasa ni masomo mengine. Jamani, mnanielewa? Kwa hiyo ina maana baada ya miaka 1000 ndio tunaenda kwenye milele. Sasa kama ni masomo marefu mengi tu, wewe ukitaka kusijua nenda kwenye YouTube utaelewa. Sasa kwa nini nasema usikose kunyakuliwa? Yaani usikatae Roho Mtakatifu, utakosa kunyakuliwa. Kwa sababu kunyakuliwa sisi watu watajaa kwenye makanisa kulia. Ndio tusema Yesu tufungulie. Tulikuwa tunahubiri, tulikuwa tunaomba na wewe, kwa sababu dunia hii amani itaondolewa. Kitu atakachofanya Bwana Yesu kutuma malaika kuondoa amani, watu wauane. Kwa hiyo watu wataingia kwenye makanisa, nyumba za ibada kuomboleza. Yesu tunyakue. Tulikuwa tunahubiri, tulikuwa tunasali, ndio aliyosema watagonga mlango. Itakuwa ni kilio, ndio watu wataanza kuchinjwa kwenye madhabahu. Kwa sababu katika ni kipindi cha shetani, pinga Kristo na nabii wao. Sasa kwa nini ubaki? Kwa nini ubaki? Muulize, kwa nini ubaki wakati wa unyakuo? Kwa nini ubaki wakati wa unyakuo? Usikubali kubaki, mwambie. Usikubali kubaki. Sasa hili ni la kwangu mimi. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, mnyoshe kidole, ndugu yangu. Ukibaki kwa bahati mbaya, usikubali kupokea chapa. Yaani ukiona wenzako tumeondoka, mwambie ghafla tu, ukiwa umejua umeachwa, usikubali kuuza umilele kwa miaka 7. Usikubali kuuza umilele upate chakula. Kubali kuteseka, kubali kuchinjwa na mpinga Kristo, ila upate umilele. Hii inapigilia muhuri jamani. Haleluya. Sasa nikwambie, ukiona wengine tumeondoka, ukumbuke haya maneno kwamba mchungaji yule George wa mtaa ananiambia nisikubali, kwa sababu ukikubali hiyo chapa uile miaka 7, miaka 7 ndio utawala mpiga Kristo na shetani. Baada hapo hana umilele tena, na maana umepoteza umilele wote, unaenda motoni. Sasa afadhali uchinjwe na mpinga Kristo, ukate na maaskari wake, uwawe na uteseke, lakini ukubali uingie mbinguni. Usitoe uhai wako, milele wako kwa ajili ya chakula cha miaka 7. Unanielewa? Nisikilize, nazungumza hivi neno la kinabii. Usikubali kama ukiwa umekosea, bahati mbaya zako tumeondoka, ukumbuka ukija hapa useme mchungaji Joni kutoka Mtwara alisema nisikubali, afadhali nichinjwe niteseke, nisikubali alama ya shetani ambayo utapotea milele. Maana utakula miaka 7 afu unapotea milele jehanamu. Kwa nini? Lakini kwa nini ubaki? Muulize, kwa nini ubaki? Sio mkubali Roho Mtakatifu tu. Wewe ujazwe leo. Roho Mtakatifu atakunyakua. Simama tu. Jamani, mimi